nitazungumza kwa kifupi sana, lakini pia nitatoa msimamo na mwelekeo wa chama chetu kuanzia sasa. Maswali ya kujiuliza sisi wote kama Watanzania na nyie waandishi wa habari: je, tumekubaliana na mfumo wa vyama vingi katika nchi yetu? Swali hilo linajibiwa na katiba yetu kwamba ni ndio. Ibara ya 3 inasema Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini, yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hiyo ni katiba hii hapa ya mwaka 77 ambayo Rais Samia na wengine wote wanapapoti kuapa kuilinda. Sasa kama nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia ya vyama vingi, kwa nini Chadema tunafanyiwa haya tunayofanyiwa? Kwa nini chini ya utawala wa Rais Samia ameattempt, actually kwanza watu wengi sana wa kwetu wameuawa, wamepotea. Tunazungumza leo kijana mdogo kabisa Deusdedit Soka, hatujui alipo, miezi mingi imepita. Tunazungumza saizi Bwana Kipanya, kiongozi wetu kutoka kule Sumbawanga, hajulikani alipo. Wakina Mrai na wengine wengi wamepotea chini ya utawala huu, na hawajapotea kwa sababu ni wahalifu. Wamepotea kwa sababu misimamo yao ya kisiasa ambayo wako guaranteed na katiba haifanani na CCM. Wana msimamo tofauti na CCM kuhusu masuala ya uendeshaji wa nchi yetu. Hawaamini katika CCM ambayo imekuwa madarakani kwa miaka 63, imeharibu nchi, imegawa rasilimali zetu kwa Wachina na Waarabu na Wazungu, watu wetu wanateseka. Wanafikiri kupitia Chadema wanaweza kufungua mlango wa serikali itakaowajibika, itakaorudisha rasilimali kwenye mikono ya kwao ya wananchi, itakaofanya vijana wetu wapate shughuli za kufanya. Hilo linageuka kuwa kosa la kuwapoteza na kuwaua. Matukio yaliyotokea jana yanasikitisha sana. Kila mmoja wetu amesimulia. Sisi viongozi wakuu tulikutana hapa, na actually ni jambo ambalo hatukutegemea kabisa. Tulijua polisi wanaweza kujaribu labda kuzuia watu, lakini kwa viongozi kwenda kwenye hivi, inawezekanaje? Rais Samia, this is a message to you. Ungekuwa wewe umeshtakiwa, una makamu wako wa sira, au unaumwa, let's say unaumwa, alafu Wasira azuiliwe kuja kukuona ukiwa unaumwa, how do you feel? Ungejisikiaje? Asije tu. Ninasoma Biblia inasema tuwaombee watu walioko magerezani na wanaoumwa. Kwa hiyo Biblia inatambua maeneo hayo mawili. Lissu yuko magereza kwa kesi kubwa ya uongo, ya treason. Na kila mara najaribu kulirudia hili jambo ili mlicomprehend. Hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Hiyo kesi inampelekea Lissu wakimconvict. Na kwa jinsi hii nchi inavyoendeshwa, they can do anything. Wanaweza kumconvict. Kwa sababu kama wana attempt kuendesha hiyo kesi gizani, watu wasiwepo, watu wasisikie, vyombo vya habari viko controlled. Angalia namna mlivyo ripoti matukio ya jana. Matukio makubwa kabisa. Mmepiga picha kiasi gani? Hata picha ambazo zimezagaa nyingi ni ambazo volunteer tu wamepiga. Lakini vyombo vya habari kama vyombo vya habari vya Tanzania, ukiona matukio mliofanya na you think you are safe. Na mimi sitaki kuwaraumu, lakini nataka mfikirie mambo kwa depth yake, kwamba watu wanafikiri mimi niko behind the camera, I'm safe. You are not. Hamko salama katika mazingira haya. Sasa unapozuia, unataka kesi iendeshwe gizani. Sisi tumekataa kesi ya Lissu kuendeshwa gizani.
Hilo jambo hatuwezi kulikubali. Na Lissu mwenyewe ni mwanasheria, sidhani kama atakubali hilo jambo. Access ya mawakili kumuona ni ndogo mno. Wakili anaruhusiwa kumuona mtuhumiwa wakati wote. Wamefanyiwa hivyo akina Mandela wakiwa kwenye Livonia trial, na Makaburu wameruhusu mawakili kwenda kumuona Mandela. Leo Lissu anazuiliwa, mawakili wanakuwa controlled. Watu wa Amnesty wa haki za binadamu wamekuja, hawajaruhusiwa kwenda kumuona Lissu. Kwa ni kesi inataka kufungwa hivi, mara hukumu itoke, Lissu ananyongwa. Na hayo ni mambo planned, kwa sababu ile ni kesi ya kisiasa. Sasa matukio yaliyojitokeza jana yote yana culminate kwenye mambo hayo tunayoyaona. Sisi tumezuiliwa, mimi ni makamu mwenyekiti wa chama. Haijawahi kutokea, ni issue ya ajabu kweli kweli. Hata wakina Mandela waliposhtakiwa, viongozi wenzake waliruhusiwa. Livonia trial kulikuwa na speaker nje ya mahakama. Chini ya Makaburu, napozungumza hivi ni chini ya watu waliobagua watu weusi. Watu waliosema ukiwa na ngozi nyeusi wewe sio binadamu. Lakini still waliweza kuruhusu hao watu walioamini sio binadamu waje kusikiliza kesi ya mtu ambaye sio binadamu wenzao. Sasa leo mtu mweusi mwenzetu, Mtanzania mwenzetu, tunayelipa kodi anayotumia, anazuia sisi tusiende kusikiliza kesi ya kiongozi wetu. Haiwezi kutokea, tutakufa katika mazingira, watatuua wote. Lakini nawahakikishia wanachadema hawataacha kwenda, na natoa wito mwanzo kabisa kwamba kesi ijayo kutakuwa na mobilization zaidi ya wanachadema wengi zaidi kwenda mahakamani. Hatutaenda kwa fujo kama kawaida, lakini nataka nimwambie Rais Samia, haya mambo haya yatakuweka watu wakujue wewe ni nani kwa usahihi, kwa sura halisi ya kwako. Damu za watu zina madhara makubwa sana kwa mtu yoyote, kwa kiongozi yoyote. Usipolipa wewe, watalipa watoto wako kwa njia mbalimbali. Mimi nimetoka hapa, tumeondoka hapa saa 1:30 asubuhi na makamu, gari yake ikiwa mbele, makamu Zanzibar, na walikuwa na naibu, na gari yangu ikiwa imefuatana nao. Wao si walipenya vipi pale Surrender Bridge wakavuka, mimi nikasimamishwa pale Surrender Bridge. Polisi wakaongezeka, wakaniamuru nishuke kwenye gari. Mimi nikaambia kwa nini nishuke? Utaratibu wa nchi yetu, kama mnaniarrest mnaniambia bana Heche huko chini ya ulinzi kwa kosa hili, tunakupeleka sehemu fulani. Lakini wakaongezeka, kuna bwana mmoja anaitwa Mgonja, na mwingine anaitwa Shomari Himbuka. Wakaita polisi. Shomari Himbuka ana nyota 3, na yule bwana Mgonja nafikiri ni RPC wa Ilala, kwa sababu tulikuwa naye tangu siku ya kwanza kule. Wakaongeza magari pale baada ya mimi kusema sishuki kwenye gari na hakuna sababu ya kunizuia kwenda ninakoenda. Wakaongeza polisi pale, wakaniambia wataniforce, watanishusha kwa nguvu. Nikaambia fanyeni. Mwisho siku tukajadiliana na wasaidizi wangu, wakaniambia wewe shuka, kwa sababu waliniambia wananiingiza kituoni Surrender Bridge. Nikashuka kwenye gari, wakaniambia twende kituoni. Nimeenda kituoni, kufika pale kituoni Mgonja akatuzuia, mnampeleka wapi? Nikamwambia ameniambia ananipeleka kituoni, kwa sababu mimi kuniambia naenda kituoni nilikuwa tayari kwa hilo. Akalazimisha nipande kwenye gari la polisi, nikakataa. Kwa sababu mimi niko kituoni, niingizeni kituoni. Wakanipandisha kwenye gari kwa nguvu. Na bwana mmoja namba zake nafikiri tutazitoa baadaye, anaitwa Maria, jina lake anaitwa Maria. Wakaniforce na huyo bwana Imbuka, wakanipandisha kwenye gari na wasaidizi wangu wote, gari ya polisi namba PT 5524. Ilikuwa kwenye saa 1:47 kuelekea saa 2. Wakaondoka na sisi pale. Peter Kawe wakaingia mpaka kule Bahari Bichi, wakaingia kwenda Ununio. Kwa hiyo wakawa nazunguka na sisi kule Mabwepande, si wapi, Ununio humo wanazunguka. Mwisho siku wakatupeleka kwenye saa 4, wakatupeleka kituo cha polisi wapi pale?
Mbweni, yes. Lakini hatukuingia kituo cha polisi. Wakapaki pale, kuna msikiti kama mita 100 kutoka kituo cha polisi. Kituo cha polisi unakiona, lakini mita 100 wakapaki, kuna mti pale. Tunasimama pale, tunauliza hapa tunafanya nini? Asema subiri. Hatujanywa chai, hatujafanya nini. Tumekaa pale mpaka kwenye saa 5. Ikaja gari ya polisi, gari nyingine inaonekana ina namba za kiraia, T101 DTX. Land Cruiser hizi hadi top ambayo ina rangi ya silver. Wakatuamuru tushuke sasa tuingie kwenye ile gari ya polisi. Kwa sababu tulishazunguka sana pale Ununio, kule baharini kule, si mtaa wa Hali Api, si mtaa wa Shairoz Banji, si mtaa wa nani, si Obama Street. Wanatutembeza tu mle ndani kwenye majumba, tunatokea huku na wananchi walikuwa wanaona muda wote. Tunazunguka, mara tunazunguka barabara hiyo hata mara 6 mara 7, tunaenda kutokea huko. Tuenda tukapaki pale, ikaja hiyo gari DTX, wakatuambia tushuke tuingie mle. Tukagoma, tukaambia tuwezi kuingia hapa, tupelekeni kituo cha polisi. Wakasema mkicheza hapa tutawaueni. Shukeni. Na ni gari na namba za kiraia. Tukashushwa pale kwa nguvu, tukaingizwa kwenye ile gari. Mle kulikuwa na askari wengine wawili. Wamevaa, sijui kama ni askari, wamevaa nguo za kiraia na wana bunduki. Na mmoja amevaa kofia kichwani, ana nguo za kiraia. Tulipoingizwa humo, tena gari ile ikaondolewa pale. Metembea, tukapita huko Mbweni, tukaja, tukafikishwa hapo Masaki, karibu na Pantaleo pale. Kuna kituo ka polisi pale. Tukafikiri wanatuingiza mle. Wakarudisha gari, wakaipaki kwa nyuma, na ile gari nyingine PT namba ngapi, alikuwemo RCO ambaye alikuja sasa na ile gari nyingine. RCO alijitambulisha kama RCO wa Ilala. Ikaja ikapaki mbele yetu, ikablock. Sasa baada ya ile mazingira na muda unaenda, imefika saa 7, wasaidizi wangu wakaanza kupiga kelele. Kwa nini mnatufanyia hapa? Mimi nilitakiwa kumeza dawa, niliandikiwa dawa tangu saa 2 nimeomba, nilitakiwa kumeza dawa saa 4. Hawajaruhusu niletewe dawa. Na hapo tukakutana pia na dereva wangu wamemwarrest. Kwa hiyo tumekaa pale, ilipotokea kelele ikabidi tena waondoe hiyo gari. Wakatuondoa, tukazunguka kama wameniambia wananipeleka hospitali, tukaenda kupaki Oysterbay. Sasa Oysterbay ile ya zamani, kwa huku kwenye kuna Limwembe, yale magari yakapaki pale, na tulikuwa tuna uwezo wa kuona, tukasikia wanasema Muliro. Kulikuwa na magari mawili meusi ambayo tunaambiwa moja VX alikuwemo Muliro. Kaenda wakajadiliana naye, wakarudi. Wakasema bana, tunakupeleka nyumbani. Nyumbani wapi? Kaambia Sarasara. Wakawasha gari. Tumeondoka kama tunaenda Sarasara, inaelekea saa 10, saa 9 saa 10. Tumevuka njia ya kwenda Sarasara. Tumevuka ile Tegeta, tumevuka Wazo, tumevuka Boko, tuko sehemu inaitwa Bunju. Sasa tukaanza kuwauliza mnatupeleka wapi? Gari linaelekea huko. Nikawaambia watu wangu kwamba hao watu wana malengo mabaya, wanasubiri liwe giza watudhuru. Mmoja wa mlinzi wangu akashika steering, gari iko 120. Kwa hiyo tukaanza kuyumba, nikamwambia shikilia, kama ni kudondoka tufie humo kuliko kwenda kuuawa na watu tunaowalipa. Kwa hiyo ikatokea vurugu, gari kayumba, dereva yule alijitahidi, wakafanikiwa kusimamisha gari, na katika mazingira yale mlinzi wangu mmoja akafanikiwa kufungua mlango akaruka, na msaidizi wangu Bulimi akaruka kwa mlango wa nyuma. Kwa sababu pale ile panic ya gari kuyumba, na ile gari iliyokuwa mbele ya polisi ikawa imetuacha mita kadhaa, ambayo alikuwemo Chacha na dereva wangu. Kwa mazingira ya sisi labda pona yetu ni baada ya hawa mabwana wawili kushuka na yowe ikapigwa pale, kwa sababu walisimama ili wawakimbize, lakini raia wakaanza kuongezeka. Kwa sababu nilikuwa namsikia msaidizi wangu anasema Heche yuko humo anaenda kuuawa, saidieni. Watu wakaanza kukimbia kusogea pale, wakaona italeta vurugu, wakaondoa magari. Kwa hiyo nafikiri ndio pona yetu sisi katika mazingira hayo, wasitupeleke sehemu mbaya.
Kwa hatukushushwa katika mazingira ya kawaida, ni baada ya watu ambao waliruka kwenye gari, na kwa sababu wameisha kaa na wale watu kuanzia asubuhi mpaka mchana mpaka jioni, wangeweza kuwataja kwa majina kwamba tulikuwa na wewe na wewe na wewe. Ndio sasa polisi wakaamua wakatupeleka kituo cha polisi, wakapaki pale pale Mbweni, tena pale kwenye msikiti tangu saa 11 mawasiliano yanafanyika, huyo RCO mpaka saa 2 usiku. Ndio wakatupeleka kituo cha polisi Mtongani, Kunduchi Mtongani, kakituo kadogo tu hivi. Wakatucharge, wakatuambia wanatushtaki kwa kosa la kufanya mkusanyiko wenye vurugu. Lakini kini macho tu, kwa sababu walituandikisha. Mimi nikaambia mimi sina maelezo, sijara tangu asubuhi, siko settled, sijanywa hata maji. Kwa hiyo wakasema tu tunaandika particular zako, tutakuita muda tunaotaka. Kwa hiyo umejidhamini. Hakuna hata sehemu nilio sign kama nimedhaminiwa. Sasa haya mambo yanatuambia nini? Kwamba tuna jeshi la polisi linaloteka wa Tanzania, na uthibitisho ni sisi na wengine wote. Mmemsikiliza alichozungumza Noel Hema. Pengine wa Tanzania mnachukulia haya mambo ni kawaida kwa sababu hayajakufika. Nilikuwa naongea asubuhi na mke wa rafiki yetu, mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM, ndugu Daniel Chonchori, ambaye amepotea leo, ni siku ya 34. Yule mama ananiambia wakati wote Chadema mlipokuwa mnazungumza kuhusu watu kutekwa na kuuawa na nini, mimi nilikuwa naona ni vitu ambavyo sisi haviwezi kutufika. Paini nilionayo haielezeki. Anaambia wamehangaika kutafuta mtoto, lakini leo Mungu amewasaidia na baba yao hayupo. Sasa haya mambo ni kwa kila mtu. Ni kwangu leo, kwako kesho, kwa mwingine kesho kutu. Hakuna kosa lolote tulilofanya. Hakuna kosa kwa mujibu wa sheria yetu. Kwenda mahakamani kifungu cha 186 ni ruksa kabisa. Kwa nini watu wanaenda mahakamani kama hakuna nia ovu? Noel afunguliwe mbwa wamshambulie. Matukio ya mbwa kushambulia binadamu ni matukio yamefanywa wakati wa kina Martin Luther wanapigania haki za watu weusi Marekani. Wazungu walikuwa wanafungulia mbwa wawangate watu weusi. Kuna picha zimekuwa captured na ni picha ambazo ni very iconic duniani. Watu weusi wanafukuziwa mbwa wawangate. Leo chini ya Rais Samia, serikali yake inafukuza mbwa wa polisi wamngate binadamu. Noel anasema alipojaribu kujitetea dhidi ya mbwa, walikuwa tayari wamuue yeye, mbwa baki. Kwamba nchi hii, Mtanzania, thamani yake ni ndogo kuliko mbwa. Chini ya Rais Samia, chini ya utawala wa Rais Samia, nimewahi kukutana na watu ambao leo wako madarakani, rafiki zangu, wakanieleza mateso waliopitia chini ya utawala wa Magufuli, Rais Magufuli, wakiwa hata ndani ya CCM. Leo wako madarakani, wamejisahau, wanatumia hayo mateso kututesa sisi, kutesa wanachadema, kuumiza, kuteka watu, kupoteza watu. Noel anafukuzishiwa mbwa. Haya ni mambo ambayo makaburu wa Afrika Kusini walifanya wakati wa Soweto. Wanafungua mbwa wawangate watoto wa shule. Sasa kwa kifupi, haya mambo hayazuii hata dakika moja quest yetu ya kutafuta mabadiliko katika nchi. Actually yanatuchochea. Tuna siku 93 ofisini Chadema hapa. Lissu yuko ndani. Sisi ambao tuko nje hatutarudi nyuma hata dakika moja. Kwa lolote ambalo tumepanga kama program ya chama, tutaisimamia to the dot. Tutaisimamia to the dot. Wanachadema wote poleni, jifuteni nguo, mapambano yaendelee.
damu zetu wanazomwaga ni kwa ajili ya kutafuta nchi njema kwa watoto wetu, ili mtoto wa Noeli asije akapitia haya Noeli aliyopitia, ili mtoto wa upendo asije akapitia haya upendo aliyopitia, kwa sababu upendo hana kosa, kwa sababu Noeli hana kosa. Kwenda mahakamani sio kosa. Kwa hiyo tunataka haya mambo waelewe kwamba hakuna kiwango cha vitisho, hakuna kiwango cha udhalilishaji, hakuna kiwango cha mauaji kitakachozuia wala kurudisha nyuma kiu yetu ya kutafuta mabadiliko. Tunajua, tuna taarifa na tunajua mipango miovu dhidi ya chama chetu. Sisi Nyahoza, unajua ulipokuwa mkiwa na Salehe Bohora, najua naye watuma na attempt kuifuta Chadema, na waambia mmechelewa. Sisi ifuteni hata kesho. Hizi kesi mnazoona zinatumia majina ya wanachadema, walioko nyuma yao ni kina Sisti Nyahoza, kina huyu bwana anaitwa Salehe Bohora. Wanajua, na sisi tuna ushahidi. Attempt yao ya mwisho ni kufuta chama hiki, kwa sababu chama hiki kinafanya kazi halisi ya kuwatafutia Watanzania mabadiliko wanayohitaji. Sasa haitakuwa rahisi sana kama wanavyofikiria. Lakini vile vile niwakumbushe kwamba labda kama hawasomi historia, ANC ilikuwa banned, ilifutwa. Hata kutamka neno ANC ilikuwa haikubaliki, haitakiwi. Lakini iko hapa. Una justify vipi kipigo alichopata naibu katibu mkuu ambaye hakuwa hata na wembe? Kwa nini watu wetu wote waliokamatwa wamevunjwa miguu na mikono? Why? Waandishi wa habari, ulizeni ama somo, ulizeni Muliro. Kwa nini watu wamevunjwa? Kwa nini kila aliyekamatwa wamevunjwa? Kwa nini wameattempt kuvunja kila mtu, kumfanya awe mlemavu? Ni coincidence ya aina gani hiyo ambayo watu karibia 23, watu karibia 10 na kitu wamevunjwa? Hawa ni watu waliokuwa specially trained kwa ajili ya kuja kuumiza watu wasiokuwa na hatia bila kosa. Kosa lao ni kwenda mahakamani. Kwa hiyo niseme tu mambo mawili ya mwisho. La kwanza, tumekutana na watu wa haki za binadamu, watu wa Amnesty na watu wengine wa haki za binadamu kutoka nchi mbalimbali. Tunategemea kuongeza mawakili zaidi wa kimataifa kutoka nchi zote za Afrika Mashariki na Kati, senior lawyers, siku ya kesi ya Mheshimiwa Lissu tarehe 28 na tarehe 6, na wote tutaenda mahakamani. Tunamshukuru Martha Karua kwa solidarity yake, kwa kuonesha mshikamano katika wakati huu mgumu kwetu kama Watanzania. Tuna mawakili wa haki za binadamu wako hapa, wanaangalia vifungu mbalimbali kwa kushirikiana na mawakili wetu wa chama, ambao wataanza kukutana na watu wote walioumizwa leo na kudokumenti. Kwanza tutafanyia documentary ya mahojiano ya kina, lakini kuangalia namna ya kufungua kesi ndani ya nchi na nje ya nchi. Tunafungua kesi ndani ya nchi kwa sababu ya record, mazingira ya mahakama zetu wote tunafahamu, lakini ni vizuri tukaweka record ndani ya nchi kwamba tulifanya hiki kitu. Na tunatoa wito kwa Jaji Mkuu Ibrahim Juma aangalie mazingira haya, kwamba yeye anaongoza muhimili wa mahakama, lakini polisi ambao wako kwenye muhimili wa serikali ndio wanapanga kila kitu kinachofanyika mahakamani, na yuko kimya. Sio jambo la kawaida. Tulitegemea kama ni mahakama inasema msije mahakamani, sisi tusikilize mahakama na itoe sababu kwa nini. Lakini leo polisi ndio wanamshtaki Lissu, polisi ndio wanamshikilia Lissu,
na vyombo vya serikali, lakini hao ndio wanakwenda mahakama, wanaagiza nini kifanyike mahakamani, wanapiga watu kwenye viunga vya mahakama. Watu wamekamatwa, Hilda amekamatwa kwenye viunga vya mahakama, haonekani. Wakati tuna taarifa amekamatwa pale na yuko Kitoni Central, haonekani. Ndugu zake hawajui alipo. Kwa hiyo tutawashtaki hao watu. Tutawashtaki ndani ya nchi na tutawashtaki nje ya nchi. Kuanzia leo mawakili wetu watashughulika hizi kesi na ile iliyofanyika Mbeya, kwa sababu iko kwenye mchakato na inaelekea kukamilishwa. Tutawashtaki kwa majina. Tutamshtaki Muliro. Kwanza tutaanza kuangalia Muliro yuko ofisini vipi, kwa sababu tunaambiwa ni mtu ambaye amevuka umri wake. Inawezekana anapalilia hajajiandaa kustafu. Hivi ongeza muda hivi vinamsababisha amfurahishe, na anafanya kupita kiasi. Na wengi wamepita kwenye hizo ofisi leo wanaadhirika sana. Nawaambia tu akasome kitabu cha Jamali Rwambo. Alikuwa kama yeye. Mzee Jamali Rwambo mtu mstaarabu sana. Ameandika kwenye kitabu chake, anasema hata alipo kuna RPC moja alistafu akapewa zawadi ya hotpot. Unatumikia watu ambao wanauza madini ya nchi, wanakuwa matajiri, wanajilimbikizia mali ugaibuni China na Dubai. Unapostafu wanakupa hotpot kwa kufanya unyama huu wote, na mtoto wako hata kuwa RPC kesho kutwa anaweza akapigwa au akaishia kuwa mvuta bangi tu mtaani. Kwa ndugu zangu, chama chetu kiko imara, kinasimamiwa vizuri sana, kitaendelea kufanya kazi zake. Kuna attempt na kuna mashambulio kama alivyosema katibu mkuu kila kona, lakini tuna uongozi imara wa kutuvusha turbulence tulizo nazo na hatuangalii nyuma. Rais Samia na kuambia na watu wako, no turning back, hatugeuki nyuma. Katika hatua za baadaye tutataja hawa watu, kwa sababu na sisi tunajua, tuna taarifa za ndani sana. Kila mpango tutataja mmoja baada ya mwingine. Ulikaa kikao sehemu fulani, mpango wako ulikuwa huu, waliofanya hivi ni hawa. Lakini nawaomba sana ndugu waandishi wa habari, timizeni wajibu wenu kwa nchi yetu. Hamuipiganii Chadema wala hamumsaidii Heche, wala ili jambo la nchi yetu kuwa state kuwa captured na kigrupu cha watu na kuelekeza nini kifanywe na kunyanyasa watu. Sio swala la Heche as a person, ni swala letu kama Watanzania. Haya mambo Chadema inayoyapigania utawala wa sheria, rasilimali za nchi yetu, kutumika kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, sio kwa ajili ya John Heche na familia yake peke yake. Sisi tuko mbele tu. Timizeni wajibu wenu. Mnapokutana na hao watu waulizeni. Saidieni Muliro anapokuja kugonga kifua mbele yenu. Muulizeni, unasema hii kwa mujibu wa sheria ipi? Unazuia watu wasiende mahakamani kwa mujibu wa sheria. Muulizeni. Jana waandishi wa habari wamepigwa. Cha ajabu katika nchi hii, hata wale waandishi wenyewe ukiwasikia wanaongea ni kama wanaongea kama vile haya matukio. Waandishi wa habari hata kule Gaza wanaruhusiwa kupiga picha katika mazingira mnayojua Israeli inavyo-operate. Iweje Tanzania waandishi wa habari wanazuiliwa kufanya kazi zao kwenye premises za mahakama? Na hili jambo halija surface. Ukisikiliza vipindi vya redio asubuhi unashangaa. Tuna taifa la aina gani ambao watu wanazuiliwa kufanya kazi zao na wanapiga makofi kwa wale wanaowazuia kwa sababu wamekupa shilingi 2,000, 3,000, 4,000? You can get more kama mazingira yatakuwa. Hakuna watu wanateseka hawapati maslahi wanaostahili kupata kwa professional kazi wanayofanya kama waandishi wa habari wa Tanzania, kwa sababu mazingira tulionayo yote haya yanatengeneza ujira kwa wananchi, kwa watu wanaofanya kazi serikalini, yanaseti hizo standard kwa makampuni binafsi. Ndio maana serikali haiwezi kusimamia makampuni ya walipe vizuri, kwa sababu tuna serikali sio jali watu.
Serikali inayojali watu inajali watu kuanzia wanaofanya kazi kwenye idara zake, lakini mpaka kwa wanaofanya kazi kwenye kampuni binafsi, kwa sababu ni watu wa nchi yako. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawasihi, timizeni wajibu wenu. Andikeni mambo haya kwa uzito, siwapangii nini muandike, lakini yapeni uzito unaostahili. Haya mambo ni mabaya. Watu 22 kati ya hao watu 10 na kitu wamevunjwa. Someni headline za magazeti. Katika mazingira ambayo watu zaidi ya 10 na kitu wamevunjwa miguu na mikono. Katika mazingira ambayo mkurugenzi wetu wa fedha amevunjwa mguu, amevunjwa mkono, ameumizwa mbavu. John Pambaru, mwenyekiti wetu wa vijana, nani amjui? Inakuwaje mtu ambaye amekamatwa yuko chini ya ulinzi wa polisi anaendelea kupigwa? Ni kwa sheria zipi? Wakinatoa wakivua nguo hapa mtalia. Ninawasihi sana wa Tanzania, tusikubaliane na hali hii. Na watia moyo wana Chadema popote mlipo nchini, mapambano yaendelee. Giza likiwa kubwa sana, asubuhi inakaribia. Na ninawashukuru sana kwa kweli. Wametisha watu sana, lakini umeona watu walijitokeza kwenda mahakamani. Kwa hiyo watu wetu wamepeleka message kwamba Muliro, hatukuogopi. Hii nchi sio ya kwako, sio ya Charamira. Hii nchi ni ya kwetu sote. Na sisi tunasimamia kufuata sheria. Na washukuru sana mliokuja mahakamani. Na naendelea kuwahimiza wengine wote, siku zote za kesi, twende mahakamani. Na safari ijayo tutajitokeza kwa wingi zaidi. Na niwasihi twende kwa amani hivyo hivyo. Wametuumiza, lakini nataka niwahakikishie hawana amani. Nyie mna maumivu ya mwili, wao wana maumivu makubwa sana kwa sababu ya dhulma waliotufanyia. Na Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na Mungu awabariki.